Naam, nilivyokuahidi tutarejea na mjadala, na siku hii ya leo tulistahili kuwa hapa na gavana wa Mombasa ambaye pia ni naibu kinara katika chama kile cha ODM, lakini kwa sababu za kiafya hangeweza kufika, na hivyo akatuarifu siku nyingine atakuwepo, na sio kukimbia tu, amekimbia, alikuwa tayari kuyajibu maswali yetu. Siku hii ya leo pia tutazungumzia nafasi ya vijana katika uongozi, wakati ambapo kumekuwa na cheche kuhusiana na kutekwa nyara, utekaji nyara ukionekana kurejea mara tena katika ulingo wa siasa wa taifa hili. Baadhi ya wale ambao ni vijana waliokuwa wamekamatwa wakiachiliwa, lakini wengi wakiachiliwa wakiwa na majeraha na wengine wakiwa hata kujifahamu hawajifahamu. Wakati tunazungumzia haya, swali kuu linasalia ni kipi ambacho kinakuwa na mwanya ama disconnect baina ya serikali na vijana. Na siku hii leo nazungumza na kiongozi wa vijana katika bunge lile la wananchi, na ambaye pia ni kiongozi katika bunge hilo la wananchi katika kaunti ya Nairobi, anafahamika kama Mulamba James. Karibu sana. Nimekaribia sana. Umekuwa namna gani? Kwa Kiswahili mtu akiwa na msongo wa mawazo. Are you depressed? Not really, just traumatized. Kwa sababu sita baadhi ya vijana ambao walikuwa wamekamatwa na wakapotea ni marafiki zangu wa 30. Moja kama Ochieng Alam, Frederick Onjiro, Othiambo, Collins Otieno, na huyu mwingine ambaye tumempata juzi, Lichuma. Na kuna mwingine pia, huyu anaitwa Michael Ngige. Julius Kamau pia alikuwa amekamatwa lakini akaachiliwa. Hawa ni watu ambao tumetembea kwa hii safari ya wanaharakati kwa miaka zaidi ya 4 sasa. Na wengi wao tulifanya hata ile maandamano ya Ebola pamoja. Hawa 6. Na tukafanya presa June 24th. Kabla tu ya hiyo maandamano ya June 25th. Okay, wacha nirudie. Kabla ya huo msafara ambao tulifanya June 25th, nakumbushwa sio maandamano, ulikuwa msafara wa amani. Kabla huo msafara tulikuwa tumefanya presa, tukasema sisi kama vijana tunajitolea kuwakumbuka wenzetu ambao tuliwapoteza mwaka wa 2024. Na kwa sababu tumeona mara nyingi polisi wakitumia nguvu kupita kiasi, sisi tumejipanga kama vijana na body cameras na drones za kuangalia wahalifu na pia polisi ambao watatumia nguvu kupita kiasi. Hawa vijana wetu ambao walikamatwa na wakakosa kupelekwa kwa police station, wakazungushwa Nairobi wakipigwa na kudhulumiwa kinyama, walikuwa wanaulizwa, ziko wapi hizo body cameras? Ziko wapi hizo drone mlisema mko nazo? Umesema hawa Ochieng, Alamu, Lichuma, Ngige na Kamau ni marafiki zako wote hadi Onjiro. Wanazungumza nawe baada ya kupatikana, wanakuambia kitu ambacho kilikuwa kinatafutwa kwa mno. Yes. Ni zile kamera. Naam. Wanaulizwa nani huyo anawapea fedha za kufanya maandamano ama msafara? Nani anawanunulia t-shirts? Nani anatengeneza placards? Nani anawapea pesa ya kukuja town? Ni kama kuulizwa who is your godfather? Wakisahau kwamba vijana wenyewe wanamutisha ya kutoa hela zao, kujitengenezea placards, t-shirts, kununua firimbi, kununua mask na kukuja kuwakumbuka wenzao ambao walipoteza maisha mwaka wa 2024. Na pia si ati hizi vitu ni za gharama ya juu. Kununua t-shirt na kuchapisha ni shilingi 500. Na unaweza kusema kwamba vijana hawana ufadhili wa mtu yeyote mkubwa, labda mahali serikalini, haswa mrengo ambao ni wa activism kama huo wenu? Kwa huu mrengo wa wanaharakati, mimi sijaona mtu analipa watu waende kuandamana. Labda mtu wajitolea aseme, mimi kama kijana mwenzenu
kwa kipato changu na uwezo wangu mdogo, nitawatafutia t-shirt 10 ama 5 ama 2. Mimi nitatafuta maji, mimi nitatafuta mask, mimi nitatafuta firimbi, mimi nitatafuta bendera. Hizi vitu ni za bei nafuu. Kama firimbi, ukiwa na 500 uko na nyingi zaidi. Ukiwa na 2,000 ama 1,500 uko na bendera zaidi ya 30. Ukiwa na shilingi 5,000 uko na t-shirt 10. Maana moja ni shilingi 500 kununua na kuchapisha. These things are not expensive. Lakini inafanywa ikae nikana kwamba kuna mtu mahali amekaa na pesa yake. Hana kazi nayo. Kazi yake kubwa ni kulipa wanaharakati waende wakatetee nchi, kuwapea sijui chakula, sijui maji. Ni kushangaze, siku nyingi ambazo tunaenda kwa haya maandamano au misafara ya amani, mara mingi hatujakula staftai, hatujakula adhuhuri, na labda hata jioni, labda ni kwa neema ule. Kwa sababu mambo ni mingi na lazima uweke bajeti yako sawia. Na kwa sababu utalipa gari kukuja town, na labda jioni hakutakuwa na gari ya kurudi nyumbani, itabidi uchukue Uber. Baadhi ya wale ambao wanashutumu maandamano na wanaharakati wenu, ni kile kikuu wanasema ni kukosa pia ile patriotism kwa taifa hili la Kenya na kuharibu taifa hili la Kenya. Ni kitu ambacho vijana wamelaumiwa pakubwa, sio tu na viongozi serikalini, lakini kwa wale ambao wanaunga mkono serikali. Wanasema mnakosa ile patriotism na pia mnaharibu kile ambacho tayari kimejengwa. Kama patriotism ni kusupport serikali ambayo ifanyie wananchi kazi, serikali ambayo inaua vijana, serikali ambayo inateka nyara vijana, serikali ambayo inakandamiza haki za vijana na haki za Wakenya, basi wacha mimi nisikuwe patriotic, wacha nisiwe mzalendo. Mimi uzalendo kwangu ni kama ni lazima tuunge serikali mkono, basi tuunge serikali mkono kwa sababu ya kufanyia wananchi kazi, kusuluhisha unemployment, kuleta suluhu kwa mashida za kama hizi za ufisadi, kujenga nchi. Na uzalendo pia uanze kwa serikali yenyewe, ituonyeshe inaheshimu haki za kibinadamu na inapenda nchi hii na inapenda wananchi wake, na iko willing kusimama na wananchi wake na kuprotect haki za wananchi. Lakini kama serikali mnatumika na baadhi ya wanasiasa kupush a certain agenda, na pia ambayo ni kupiga zaidi serikali ambayo ipo mamlakani. Mnakubali kwamba pia huenda isiwe wewe, lakini unakubali pia vijana wanatumika vibaya na baadhi ya wanasiasa katika ajenda ambazo zinaendelea? Kuna uwezekano wa vijana kutumika vibaya na wanasiasa kusukuma ajenda zao, lakini from where I sit, ama nilipo mimi, sijatumika na mwanasiasa yote, na hakuna ambaye amenitafuta kunitumia ili mimi niwe ni kama kipaza sauti chake. Akitaka kusema kwa mfano SHA haifanyi, ananipigia simu, James Mulamba, tokea kesho useme SHA haifanyi kwa sababu mimi nimekutuma. Na ni kwa sababu mimi nilijiamulia sitaingia kwa vyama vya kisiasa. Ukiangalia vyama tuko navyo Kenya, vinginevyo na mingi ya hizi chama haziko kusaidia wananchi. Hakuna tofauti ya vyama mingi ambazo ziko kwa upande wa upinzani na chama kikuu cha UDA. Zote ni pamoja, zote ni kwangu, zote ni one and the same. Kwa sababu hao wanasiasa wengine ambao wako opposition wamefanya kazi na Rais Ruto kwa wakati mwingine, ikiwemo Rigathi Gachagua. Hao wengine walifanya kazi na Ruto wakati alikuwa deputy president. Hata hawa wabunge ambao tuko nao, wengine sasa hivi wameingia upande upinzani kwa sababu wanaona huko ndo upande ya wananchi wako. Kwa hivyo upo waliruka serikali ndio waende upande ya wananchi wako, ndio watafute kura. Kwa hivyo upo katika ule mrengo wa jinsi unasema we are partyless, tribeless, leaderless. Yes. Ni baadhi ya wale ambao mimi bado niko hapo, sina chama,
niko na kabila ya kuzaliwa, lakini nimesema hiyo ni ya kuzaliwa. I will not use it to identify myself. Sitasema kwa sababu mimi nimezaliwa upande ya Kitui kwa mfano, siasa zangu zote zitazunguka Kitui na zitazunguka chama cha Wiper. Kwa sababu singependa kuona vijana wa kutoka upande wa Rift Valley wakieneza uvumi wa chama cha UDA kwa sababu tu ni chama cha nyumbani. Na singependa kuona pia vijana wa kutoka upande wa Rift Valley, sio Rift Valley, samahani, upande wa Lake Victoria kwa mfano na huko Nyanza, wakisema chama chetu ni ODM. Kiwe kinafanya sawa na wananchi ama hakiko sawa, hiki ndicho chama chetu kwa sababu ni kabila letu. Na tuseme pia vijana wa kutoka upande wa mlima kama DCP, waseme wako DCP ama wako Jubilee kwa sababu tu ni chama cha mtu ambaye ametoka kabila yao, si kwa sababu ndicho chama ambacho tutahitaji kutusaidia kama Wakenya. Mlamba, wengi wa Wakenya pia wamekuwa wakishangaa endapo kila kijana atasema niko leaderless, niko partyless, sina chama chochote ambacho ninahitaji. Na haya mabadiliko ambayo mnatafuta yatakuja kwa namna gani, ama kwa viongozi walio wapi? Hiyo imekuwa changamoto kwetu kwa sababu kuongea na sauti moja imekuwa ngumu kidogo, kwa sababu ya tuseme kila mtu ako na ubabe wake. Wengine vichwa ngumu kidogo, na kwa sababu pia tuko umri moja inakuwa ngumu kushauriana. Na hapo ndio mtu anajiuliza who takes responsibility, because leadership inakuja na pia kuchukua responsibility. Kama you are partyless, you are leaderless, you are clueless, sorry, miongoni mwa mengine. Naona umeanza kutushambulia. Umeanza kusema hatuna mpango. Hapa ndio nataka kujua sasa. Sasa naona Rais Ruto akimalizana na upinzani atakuja kwetu aseme hawa jamaa vijana wadogo pia hawana mpango. Kwa kusema ukweli, inanitoa moyo kila siku nikiamka na nakumbuka hatujakuwa na msimamo mmoja kama vijana. Lakini mimi kibinafsi nimekuwa nikisukuma mpango wa tuwe na ni kama forum ya vijana ambayo eventually ama baadaye itakuja kutupea chama chetu ambacho tutakidhamini sisi wote na tutakikubali sisi wote kama vijana. Nimekuwa nikisukuma hii agenda kama miezi 3 sasa. Imekuwa ngumu, na niseme tu kwa ukweli ijakuwa rahisi kwa sababu kushauriana na kila kijana na kuwafanya waone kwamba hii ndio njia mwafaka ambao tunafaa kuenda nayo haijakuwa rahisi, na kufikia hapo we've not gotten that consensus. Lakini bado sijakata tamaa, bado naendelea kusukuma. Na pia ile mambo ambayo ilifanyika na kijana mwenzetu Morara Kebaso imeharibu tena zaidi, kwa sababu wakati huu walileta mfumo wa chama na ikaenda vile ilienda, vijana wengi walitamauka. Wengine wakasema hata nyinyi ni kama wao, hata tukikubali leo muwe viongozi wetu, sisi hatuna tu kama Morara. Naam, sisi hatuna matumaini kwenu kwamba hamtatusaliti pale mbele. Na Kasmuel pia akaharibu kabisa. Sasa tuko kwa njia panda, lakini natumai hapa mbele tutaenda kuzungumza na sauti moja, tutakubaliana tuwe na chama chetu kama vijana, tutakubaliana tuwe na ujumia wetu kama vijana, na tuongee na sauti moja. Itakuwa kazi ngumu, lakini lazima tujaribu. Ni nini ambacho kinawafanya msizungumze kwa sauti moja? Manake mko katika age gap ambayo, ama age group ambayo ni moja tu na mna maono sawa, lakini ni kipi ambacho kinawafanya msizungumze kwa sauti moja? Na pia kumbuka divide and rule ni a very beautiful weapon katika viongozi ambao wanatafuta pia nafasi huko juu na wale ambao wanafahamu siasa vizuri. Wacha niseme kwa lugha ya Kizungu. Ya kwanza ni ego. Kila mtu anajiona mkubwa wa mwingine. Niko na jina kuliko mwingine. Niko na uzoefu wa siasa kuliko mwingine ama ushawishi mkubwa zaidi. Ya pili ni trust deficiency. Wale ambao walikuja mbele yetu. Yes. Wacha niseme walikojolea maji, wakaharibu kisima. Sasa kusafisha hiki kisima imekuwa kazi ngumu. Ya tatu pia imekuwa kwa hii msambaratiko ambao tumekuwa nao, vijana wengine walikimbia kwa vyama. Wakasema sisi hatuoni mkisukuma mpango wa sisi kuja na ujumuiya wetu na chama chetu. Sasa wacha tuingie kwa vile vyama ambavyo viko.
wengine wakaenda Wiper, wengine wakaenda DCP, wengine wakaenda Jubilee, wengine hata wakaenda UDA unfortunately. Sasa kuwatoa kwa hivyo vyama, kuwarudisha kwa huu mpango wetu wa kuwa na chama chetu haijakuwa rahisi, kwa sababu walienda huko wakapata vyeo. Kama nilienda DCP nikafanywa youth chairperson, sitaki tena nirudi huku mnaniambia tutengeneze chama kwa sababu sijui mtanipanga wapi. Labda Gachagua ananiweka vizuri. Nimeenda hii upande mwingine, nimeingia Jubilee. Labda mimi naongea na Jeremia Kioni kila siku. Na labda ameshughulikia mambo yangu pale tatu. Kuna wengine labda shida ilikuwa rent na ikapatikana. Sasa kuwatoa huko, kuwarudisha huku ndio tuwe na mwafaka mmoja, ijakuwa rahisi. Unakubali kwamba vijana sawia na labda viongozi walio katika uongozi siku hii ya leo pia wana changamoto kama zile ambazo zipo katika hao viongozi, za kifedha, za kujitakia makuu peke yako? Na kama huu ndio ukweli wa vijana siku hii ya leo, basi kuna matumaini hata mwaka 2027 ambao ni mwaka ujao kutakuwa na mabadiliko kupitia vijana. Naam, hiyo ni challenge ya binadamu, kwamba sisi wote ni wabinafsi. Hiyo ni challenge ulimwengu mzima, na inafika mahali inafaa tuweke ubinafsi wetu kando, tukubaliane hii ndio njia ambayo tunafaa kuelekea nayo, na hii ndio itatupeleka labda Kanaani, kwa sababu sisi bado hatutaki kwenda Singapore. Sasa hiyo njia ya kwenda Kanaani ndio bado hatujakubaliana. Kuna vijana pia wanataka kwenda Singapore unfortunately. Hao wenye wanataka kwenda Singapore tuliwaachia. Kwa demokrasia wanasema wengi wape ama wanasema aje. Na kila mtu ana nafasi yake ya kuwa na maoni yake na ushawishi wake. Lakini shida iko hapa kwa sisi kukubaliana, kuongea na sauti moja. Na haijakuwa rahisi, lakini bado tunaendelea kupambana. Mimi mwenyewe kibinafsi nimesukuma sana hili jambo, na I hope to see it succeed. Hii leo mmoja wa vijana ambao umesema mlikuwa mnawategemea ni Morara Kebaso, ambaye ameingia, amesema nimeasi inject party, ameingia upande huu wa pili. Ni kwa nini inakuwa vigumu kufanya kazi na vyama vya kisiasa ambavyo vipo na tayari wameanza kuimpress the young people? Wanasema tuna impress Gen Z, watakuwa na nafasi. Mbona basi kama mnataka mabadiliko msifanye tu na vyama ambavyo vipo? Zile nafasi ambazo tunapewa kwa hivi vyama, kwa kizungu ni nafasi ceremonial, nafasi za kuonekana tu. Kufikia leo hakuna kijana yoyote amepewa cheo kikubwa kwa chama yoyote zaidi ya cheo cha youth chairperson. Hiyo ndio wako willing kutupea, wako radhi kutupea hiyo, kwa sababu hata hiyo tu ndio position ambayo hakuna mtu mwingine anaweza pewa. Huwezi pea youth chairperson mtu wako 50. Ile position tu iko kwa chama ambao kubwa zaidi tunapewa ni youth chairperson. Unataka kuniambia leo hii vijana hawawezi kuwa deputy chairperson? Deputy. Vijana hawawezi kuwa secretary general kwa sababu Sifuna si kijana. Past 35 wewe si kijana, he is 44. Ukisema cheo kama watasema treasurer, hiyo hatuwezi pea kijana, atatoroka na pesa, ni sawa. Lakini hawawezi tupea secretary general, hawawezi tupea deputy party leader, hawawezi tupea deputy chairperson, hawawezi tupea coordinator, kwa sababu ile kiti kubwa tunapewa ni youth chairperson. Hizi zingine ni za kupangwa. Wakiweka meeting kubwa ya chama, sisi hatupo. Mahali ambapo pesa zinagawanwa, strategy na uzungumziwa, vijana hawapo. Kwa hivyo hii mambo yote ni ceremonial, muonekane mpo, mmekubaliwa, lakini hamko ndani. Uliona picha fulani ambayo ilikuwa inazunguka kwa mitandao ikionyeshana ile timu ya undani ya kupanga Linda Mwananchi. Uliona kijana yote hapo? Hiyo timu ilikuwa na magovernors, ma-MPs na ma-senators. Lakini unajua pia katika siasa unakubali pia kuna kusoma. Ina maana kwamba vijana hawataki kusoma kutoka kwa hawa walio katika uongozi mpaka ujipate katika ile nafasi, ama ni nini hofu yenu ndio mnataka kukuwa na vyama? Na bado kama mnataka kukuwa na vyama, una admit kwamba kuna ego ambayo hakuna kijana anataka pia kuonekana akilidiwa na mwingine miongoni mwa mengine. Na nikawa ngefikiria basi kama hii ndio shida, hamtaki kusoma kwa hawa wazee, mnataka vyama vyenu na ambavyo pia nyinyi wenyewe mnazozana, manake kila mtu ni mkubwa. Mlamba kama ni chama tuseme kinaitwa LSM for example, unataka wewe ndio party leader,
Kila mtu ukiweka Sophie hapa ni party leader, ukiweka kijana mwingine hapa ni party leader, basi utakuwepo nini ambayo itakuwa suluhu yenu? Kusema kweli hilo swali ni ngumu, na sio kwa sababu tunakataa mentorship. Tuanze hapa kwa mentorship. Mimi nimekuwa kwa chama nimekaa huko miaka tatu ambayo nilipoteza kwa maisha yangu. Ulipoteza ama ulisoma? Mtu akiamua akuweke kwa position ambayo you cannot grow, kwanza wewe si official wa chama, hiyo ni ya kwanza. Wewe unatoa idea kalikali na strategy kalikali, zinafikia party leader na zinatumika, but you never recognized, na hautaiwekwa kwa ofisi, na wewe hata si official wa chama. Na wakifanikiwa kuwa official wa chama, hii ni kabla ya mwamko wa Gen Z 2024, ukikubaliwa kuwekwa kwa ofisi, unawekwa kazi kama ya messenger ama receptionist kwa hiyo chama, ama mtu wa keep records. Kwa hizo ofisi zingine kubwa haufikishwi, kwa sababu walio juu yako wanakudharau na wanasema it is not yet time. It is not yet time. Unaweza kaa kwa hiyo chama hadi ufike 40 years, miaka 40, bado hujapandishwa cheo kwa hiyo chama, kwa sababu mwenye chama, kwa hizi chama zetu za Kenya, Mbulemba 40 years umesema ni miaka mingi. Miaka 40 ni mingi kama umekaa kwa hiyo chama kutoka 20 ukuwa 25, that's 15 years kwa hiyo chama. Umekuwa ukifanya nini kwa hiyo chama? Mkifanikiwa zaidi mtawekwa kwa youth league. Youth league ya ODM, tuende hapo, iko na chairperson ambaye ako 40 years. Si rafiki yangu, lakini wanasema bado ni kijana. Hii chama ya ODM iko na mambo mingi. Youth leader ako 80 years, youth chairperson. Wacha usishambulie chama ambacho umesema wewe hauko kwa chama chochote. Ketora ambaye ni chairperson wa youth league ya ODM ako 40 years plus. Vile anachaguliwago kurudi, mimi sielewagi, ni kama hatuoli. Sasa tuko kwa hiyo shida. Mweko kwa youth league, hapo mkuwe psychologically managed. Mkieko kwa chama, mneko kwa junior positions. Ni saa hii baada ya mwamko wa vijana ndio tumeanza kupewa positions za maana kwa chama. The biggest ikiwa ni youth chairperson ambayo bado haina say kwa chama. Sasa mimi nikiangalia kwa busara yangu na kwa sababu nina experience ya chama, sioni haja yoyote ya vijana kuenda kwa hivi vyama, because they will not deliver the country we want. Kama hivi vyama bado zinamanejiwa ama zinaendeshwa kama biashara ya kifamilia, endapo mtazungumza kwa sauti moja, kuna matumaini ya mabadiliko. Nakumbuka Rais William Ruto alifanya mkutano ambao ulijaa vijana katika X, na mkutano ambao kidogo labda alishasoma psychology ya vijana, akajua kile ambacho wanataka, akajua jinsi ambavyo wanaweza kusoma. Na sio yeye peke yake, ni viongozi ambao ni wakuu katika serikali hii na pia katika taifa hili. Na nilikuwa nikifikiria, is it time then for change kwa vijana hawa wenyewe? Are they really ready to bring any change? Because already they've been divided na wanatawaliwa. Huku lazima tupigane hadi siku tuelewane. Hiyo lazima ifanyike ndio tutoke na mwamko mmoja. Lazima tutapigana ndio tuelewane. Na kwa sababu ukiangalia watu ambao walisumbuana na vyama hata wakiwa kwa umri mdogo, walipata yale mashida na zile challenges ambazo tunapitia leo. Wakati Raila alisumbuana na kijana wa Malwa kuchukua Ford, kama ilikuwa Ford Kenya nadhani, hakukuwa amezeeka, alikuwa nadhani kwa umri wa miaka 35 hapo, nadhani 37. Unaona yeye hakuachiwa chama na baba yake. Ikabidi wameenda hadi kwa election ya nani atakuwa mwenye chama ya Ford. Ikafanyika vile ilifanyika Thika Stadium nadhani 1996. William Ruto pia ana safari yake kwa hivi vyama. Akaona chama cha KANU akimnufaishi ama akimpei zile nafasi anataka, ikabidi ametoka akajitengenezea yake nadhani URP. Ikakuja wakajumuisha, baadaye ikakuwa Jubilee. Uhuru Kenyatta mwenyewe pia alikuja kutengeneza TNA wakati fulani. Ndio sasa unakuja kwa the realization ya kwamba chama kinaweza kosa kudeliver kwa ile malengo ambao wewe uko nayo, na inafika mahali utahitaji kuwa na chama chako ama vijana watahitaji kuwa na chama chao ambacho wanaweza control na kurun vile wanahitaji. Kama ukiangalia pia mzee Jaramogi Oginga, ilibidi ametengeneza chama kingine, akaacha kile chama ambao alikuwa amechangia sana kukiboresha,
ndio wakaona wacha mimi nikuje na changu ambacho hakuna mtu mwenye sasa atakuwa juu yangu kuniambia jinsi ya vile nitaendesha. Umesema dawa ni vijana kukuwa na chama chao. Naam. Nikuulize swali Mulamba, kuna kitu ambacho ulianza kwa kusema Ocheng, Alamu, Lichuma, Ngige, Kamau na marafiki zako na ambao wamejipata katika mkono ama wamejipata wamekamatwa kutokana na labda activism na pia kuwa voko katika masuala tofauti. Nilikuwa nikifikiria kama kijana, unahisi namna gani? Unahofia kwamba pia wewe kitu kinaweza kufanyika? Tunaishi na imani, kwa sababu jambo lolote linaweza tokea wakati wowote kwa mtu yoyote ambao kwa wanaharakati na mtu yoyote ambao kwa siasa. Kwa sababu ukikumbuka mwaka wa nadhani 2023 hata mwanabunge Babu Owino alikamatwa na hata si kukamatwa, he was abducted, na huyo ni sitting member of parliament. Na je, sisi ambao bado hata hatujachaguliwa? Kwa hivyo tuko kwa nchi ambayo rais wake ama labda ambao wako kwa kitengo cha sheria wanaweza amua kuchukua wakati yoyote kama wanahisi kwamba labda wako na kikwazo na wewe. Hiyo ndio shida kubwa ambao tuko nao Kenya saa hii, na hii shida pia ipo Uganda, hii shida pia iko Tanzania. Wakati ambapo ninakamilisha, maanake ninastahili kurejea kwa baadhi ya taarifa ambazo nilikuwa sijasoma. Na nilikuwa nikifikiria kama vijana, na tunajua tunaelekea uchaguzi katika labda miezi kadhaa ijayo, labda ni wakati mwamue tutapatana kwa debe badala ya kuendeleza yale ambayo yanaendelea, labda mpoteze maisha yenu wengine kuumia, labda you retreat. Kuna mtu ananipigia hapa simu mingi, wacha niseme labda sio DCI. Sisi hapa mbele, kusema ukweli, kama ungeniuliza mimi njia ambayo naona ni mwafaka ambao tunafaa tufuate, ningesema maandamano ni mzuri, lakini hatufai tuende na huo mkondo hadi mwaka wa 2027. You can retreat. Tunafaa tubadilishe namna, kwa sababu zipo alternatives mingi, na alternative moja ya kutengeneza nchi ambao tunataka ni siasa. Mimi ningependa sana tuingie kwa hizi siasa, tukuwe na chama chetu, tukuwe na aspirants ambao ni Gen Zs na tuende hivi viti. Heri tuwe na 1 million aspirants. Tuko Gen Zs labda kama 15 million ama 13 million. Registered ni labda 7 million ama 6 million. Tukipata kwa hawa 6 million tupate hata 100,000 candidates wa Gen Zs peke yake out of 6 million. Hiyo inatosha, kwa sababu najua out of 100,000 hatuwezi kosa kama vijana 500 ama 2,000 ama 1,000 wamechaguliwa kati ya 100,000. Na hao watakuwa representation mzuri na tutakuwa tumeanzia mahali, kwa sababu MCAs tuko nao ni 1450. Tuko na MPs around 500. Tuko na senators 50. Total representation ya viongozi national ambao tuko nao ni kama 3,000. Na tukiwa na vijana 1,000 ambao wamechaguliwa, hiyo ni a third of the total representation. Labda mambo yatakuwa tofauti. Tutakuwa tuko kwa position ambao tunaweza badilisha hii nchi, tunaweza anzia mahali. Ninatumai kwamba vijana watajitokeza kupiga kura, sio tu kupiga kura katika mitandao na pia kujiongelesha katika runinga kama ambavyo tumeongea katika mjadala huu. Natumai wito wenu utasalia na mtakuwa the change you need. Sure. Haitakuwa ni watu wengine. Sure. Asante sana Mulamba kwa muda ambao nimekuita kidogo tu na ukaniitikia wito wangu. Asante sana. Ninarejea katika masuala ya habari dakika hizo kukujuza baadhi ya yale ambayo nilikuwa sijakamilisha, lakini aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua